limadha taqatu fi al-islam bainakum wa antum ibadallahi ikhwan limithli hadha yadhubu al-qalbu bilkamad in kana fi al-qalbi islamu wa iman. Kunani kugombana kati yenu enyi Waislamu? Limadha taqatu fi al-islam bainakum, kunani kugombana kati yenu enyi Waislamu? Wa antum ibadallahi ikhwan, na hali ya kuwa nyinyi enyi waja wa Mungu ni ndugu. Kwani hamkuisoma Qur'ani nyinyi? Qur'ani kawaambia innamal mu'minuna ikhwa, haiko Waislamu ni ndugu. Hakika si jinginelo, Waislamu wote ni ndugu. Hamjasoma huko? Akafanya iktibas, wanasema watu wa ilmu, akachukua maneno yale katika aya akaeleta katika ubeti, akasema wa antum ibadallahi ikhwan, ay innamal mu'minuna ikhwa. Sijengea katika walimu bure, itakuwa tabu, lakini nilikuwa nataka kueleza tu kwamba anaelezea juu ya kwamba Waislamu ni ndugu. Haya yanayosababisha mpaka mnagombana yaletwa na nini? Na hali ya kuwa nyinyi ni waja wa Mungu, ni ndugu, kama tulivyoelezwa na Mungu wenu kwamba iwa ni ndugu, na mtume wenu akaifasiri aya akaeleza udugu wenu, mpaka akaeleza sababu zitakazojitokeza, yani akiba, matokeo ya hayo itakuwa nini. Akasema limithli hadha yadhubu alqalbu min kamad, asa mfano wa mambo kama haya yakifanywa unayayuka moyo kwa sababu ya majonzi. Min kamad, bin kwa ajili ya maana sababu, min kamad kwa sababu ya majonzi. In kana fil qalbi islamun wa iman, ikiwa pana katika moyo wa huyo Muislamu imani iliyokamilika na Uislamu uliotimia, moyo wake utayayuka kumwona Muislamu mwenzake anafanya vitu ambavyo vinaharibu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya mshikamano na umoja. Wasia wangu, tusimwache Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha, watasimu, tusiache Mungu alivyotuashiria kwamba tukiendelea kufanya mambo hayo fatafshalu, tafeli.